na mwangalizi watukufu wale dahu la ASMC wajao wale dahu la Comor Media Source wajao wale dahu la Ngama Zinfo usikwalo inu ndo msherehe huu wa utangazaji na Comor makatiano mwanao ma journalist wote wa hensi hatu na rujunda wa harma ufanya na démarche wa sudi harma place d'indépendance au idara sherehe usiku wa utangazaji huu hapo dunia na maswani makatiano na ndao na ufete makatiano angalizi ndugu na picha ya la ASMC wajao la Comor Media Source Ngama Zinfo makatiano ngamonoka ya ngatunda wa harma nzia ya labanu la douane wasili hata place d'indépendance aveda bake hojimlifu wao tangazaji wa Comor hausherehi wasikale wenu sukungu wao tangazaji ndio fête de la presse ni makatiano ngalizi mwanao tendelwa na sendika ya hatu watende ya zinogozini wote makatiano na mwonoka ya watu kufunga picha ya he idahola asisiwa jada la Comor Media Source Ngama Zinfo ndangwayo watangazaji wa hensi hatu wote pia wajunda wa harma usherehe usikale wenu makatiano wagalisi ndio picha wale la ASMC waja wale la Aman Media.com waja wale la Ngama Zinfo makatiano ngaduna wa harma intia ya wanu Café du Port hawasili harma place d'indépendance hawendara ke hojimlifu hawa tangazaji wote pia wa hensi hatu hawendara sherehe usikwalo hili na makatiano ngaduna makatiano ayo na mwabenuka ya hawa amani salama ndio harma hensi hatu makatiano galisi ndugu na picha ya la ASMC wajao la Comor Media Source wajao la Ngama Zinfo garjunda wa harma ni ya Café du Port kao wengi wakati kama makatiano ahenda wajunda tamshwanza uhuru bali kaunga kwenda na usilia hausabu sema ya hatu wa rohese hizo walifikiria kama hauna wajuna mutiru wajuna mutidoni yowani lifunga ukaye haukaya yekariko waka umwini na josaba yekariko waka umwema na josaba haukaya usiku waleo tarehe yale unote mkuu wa mshakazaji yahu kutiuri sabe hati kuya ukaya haina kufanya waamini Organisi ndugu wa picha yale daho la ASMC wachao daho la Comor Media Source arjunda wa harma ye marsh ya he sherehi usiku huu wa utangazaji harma yeti hatu na angalizi makatiano ile ndugu wa picha gatunda wanu uranyi wa mrambanyi umoroni ngasikari unawasili harma shwanza shaho huru awenda jimli za wasanti pia awenda na udini la zedusku mbali na bali zoko tekelesiwa na madhama na wahe sindika ya watangazaji wa Comor angalizi wakati ya ndugu wa picha mnuka ya gasharma marshi ya daya shenu de marshi ya onesokaya ndio siku mkuu wa watangazaji na sherehe hiyo sikalo hilo garjunda waenda harma yeshwanza cha uhuru awenda jimli sasonti yabo mchanganyike batima hao sonti au sherehe sikalo hilo alisoti pia monokaya unchatu zingara ya kamera galfumeo monokaka kama wewe marshi wewe
Nikisema chama ya connection Wangalishi ndunga wana picha wakati yangu harmane daho la ASMC Comore Media Source wachawe daho la media imani media Comore wachawe daho la ngama zenfo wakati yangu ngatunda harma umsiliku wa chuma wa bajanani wa kizamani ukanga tunda one marsha hatu bila ndilo atarwasili ameshwanza shahuhuru shahuhuru Ishwana cha uhuru ndobanu kaunga tubeda ra jumlise rakeba timasonti au shia ze dus kurbal na bali kaunga jokutekelezwa na imazama na wahe sentika ya hatu na imakatianu ngaonao marshe pasifikia au salama amano salama yuroni wa makatianu watukufu ni mapicha na mameluka ya yode namna ngao ya tekelezao ni Japan makatianu wao Ça va? Ile hembro hazikao sote watakasaji ebemosa hembro wahemtangazaji wahe dunia Comore watangazaji wahili wasaishi au baba au Comore na muhile mwashangilia kwa imana ndio wasilimanu na wekao ya bwana wakati wa badilia seshe richilia wakati wa badilia richilia arumwe dunia unundo wakati wa badilia mtangazaji hakila pasheni atamezi jirio haula kasia wakati wisa ujambo jingoni matangazo ya nema oyo iritesheni marichilia wakati wa badilia aitina mwaziata urania aina zizo uchiringarijo uzaba asina marisiza mashangazo unundo wakati wa badilia iwarichilia ahunundo wakati wa badilia
Udo wakati wabadilika wakati wabadilika wasaya kwa jaja wafanya nai ala kuliha wasaya wacha wasaya kwa jaja wafanya nai ala kuliha wasaya kwa jaja wafanya nai ala kuliha wasaya wacha wasaya kwa jaja wafanya nai ala kuliha wasaya Risala wasili harmai siwanza sauhu wahalika odo huru wezi aswale alegela umesida ya umesi wame wanemtangazaji wadunia ameingia kwa mola lazima huweke harmai dunia risala hii usiku huu wanemtangazaji alihimla yame izika ode au nao yame izika ode afikiri amegei garparao wakomor walihimilia hojibliku hao wadosherehi noranda wakanasisi watangazaji wahensinu senatogesa hensinu ilohelinu wakanasehija kasabao wakatiano karibisa yetiro ili wache waonese izekao duanze kupalilia ujamalu usiku kama leo kasi ukama bahati kasaraba yetiro ya hoja yani wizara yawe matangazo kiyo wanukao delivio hadi naseo hatu hello waya wahisetese gemalu haursagiri ganhei bem despachei só. Aí ele me disse não, mas onde eu vou lá no gol de Castawan. Acho só. Ali a renga aí no rio do Ju. Ali só nem lá no rio Walau mau juna waktu tu, mereka yang mengajar mau juna mereka waktu. Nampak siapa? Jun Rajab untuk. Mereka yang mau juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olha, galera. Amokelea ndani ya shughuli yao wa kanisa nafasi hao watawakuze ambaye seremoni hakimu kama mzee wa hatu helo ikawo yekarizanti hanyu siku tukabazimana evanu mundu watu elarifu kama mundu hasi wa hema tangazo yanu nanu wadugawo pia garwabeshelo marhaba koliwo no mtekelezo hao bano tersherehi bazima usiku huu wa hema tangazo Karjoka suama leo rihana deklarasyon. Yawe diskuru ihanzima. Amna karjohe na hukumu. Onesa mbavi ritukuze wawikao wa hishimu usiku wa leo. Na ikarama ndo wa hishimu ya sendika leo ndo sendika ndoba. Abonge betina ulata wakati ngamdonika prezida mikroinu yafanye deklarasyon.
Bismillahirrahmanirrahim. Chers collègues, amis de la presse, membres de la société civile, chers assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour où le monde célèbre la journée internationale de la presse, de la liberté de la presse, nos pensées vont en priorité à nos confrères palestiniens tombés sous les bombes. Plus de 170 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne, dans le silence assourdissant d'une communauté internationale paralysée par son inaction. Au nom du syndicat national des journalistes comoriens, nous vous demandons de bien vouloir observer une minute de prière pour que Dieu leur accorde son pardon et les accueille dans son vaste paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri hasidin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Merci et la paix de soit légère, Inch'Allah. Mais nous n'arrêterons pas là. Le syndicat exige que Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes, la Fédération africaine des journalistes et toutes les instances professionnelles se mobilisent davantage pour faire pression sur les institutions internationales. Nous réclamons des lois plus contraignantes pour la protection des journalistes et surtout que les criminels qui assassinent nos consoeurs et confrères soient poursuivis et jugés. Nous demandons également la libération de toutes et tous journalistes emprisonnés en Afrique et dans le monde. Chers collègues, les Comores ont perdu 4 points cette année par rapport à l'édition 2024 et occupent la 75e place. Selon LSF, ce n'est une chute drastique ni significative. Elle s'explique principalement par 3 facteurs. La baisse de 5 points du score économique du pays, qui montre que les conditions économiques du secteur se sont légèrement dégradées l'an passé. La baisse de 4,9 points du score social du pays, qui montre que certains sujets sociaux restent difficiles. La fluctuation des scores des autres pays qui explique généralement les légères baisses ou la hausse d'autres pays dans le classement. Chers collègues, cette année, le thème retenu est informé dans ce monde nouveau, impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. L'intelligence artificielle offre certes des opportunités majeures pour les médias. Elle permet aux journalistes de gagner en efficacité, de se concentrer sur l'analyse de fond et d'élargir leur audience grâce à des outils intelligents de diffusion. Mais elle peut aussi menacer la liberté de la presse avec la production massive de fausses informations. Les tendances technologiques croissantes peut accentuer la désinformation et fragiliser l'indépendance éditoriale si elle est utilisée sans éthique ni régulation. Chers collègues, souvenez-vous, l'année dernière, lors de notre journée, on espérait malgré tout que l'année se terminerait sans interpellation, ni garde à vue. Ce fut un vrai tueux. Notre confrère Abdou Moustapha a passé une journée et demie en garde à vue, dans une affaire qui aurait pu être réglée par le CNPA. À quoi sert donc d'avoir une instance de régulation si, à la première occasion, c'est la gendarmerie et la justice qui prennent le relais? Le syndicat national des journalistes comoriens affirme clairement lorsqu'un journaliste est mis en cause dans son travail, c'est au CNPA d'intervenir, pas la justice. Nous saluons cependant le travail accompli cette année par le CNPA, sous la présidence de M. Aboubacar Bana, notamment pour l'attribution de la carte professionnelle.
plus d'une centaine de cas délivrés, un pas dans la bonne direction. Mais ce progrès aura de sens et si les autorités politiques, judiciaires, sécurité institutionnelle reconnaissent la valeur et la portée de cette carte, et que le gouvernement apporte des avantages aux journalistes et aux de ce cas. Chers collègues, le moment est venu d'interpeller le gouvernement, car il fait pour répondre à la presse privée. Bien, depuis plus de 17 ans, cette revendication légitime reste l'air mort. Aucun gouvernement depuis 2009 n'a eu le courage d'y répondre. Pourtant, on exige de nous un travail professionnel, impartial et rigoureux. Et avec quels moyens? Avec quels moyens? La vérité, c'est que la plupart de nos confrères de la presse privée ne touchent pas de salaire. Et oui, ils vivent de piges. Le frais de déplacement de 3 000 francs offerts lors de conférences de presse. Voilà leur seul revenu. Voilà ce que leur permet de nourrir leur famille. Et malgré cela, on leur demande d'être irréprochable. Le syndicat national des journalistes comoriens dit stop à cette hypocrisie. Oui, certains dérapages existent. Et nous ne les exigeons pas. Mais comment peut-on faire du journalisme éthique et indépendant à entrer dans la précarité absolue? Il est temps que ce débat soit posé ouvertement et résolu concrètement. Nous demandons avec insistance que le gouvernement et l'Assemblée nationale développent enfin le contact à la presse publique. Que les salaires des journalistes et médias publics soient revalorisés à la hauteur des autres corps de métier de la fonction publique. Pourquoi un enseignant avec une licence touche-t-il plus de 120 000 francs pendant qu'un journaliste avec le même diplôme peine à atteindre 80 000 francs? Pourquoi cette injustice? J'interpelle directement la ministre de l'Information, ancienne journaliste, pour qu'elle mette fin à cette discrimination. Nous exigeons un traitement égal, une reconnaissance complète de notre rôle dans la société. Cette année, les Comores ont perdu 4 places dans le classement des recettes. L'année dernière, le professeur Fauquet avait souligné que les médias comoriens prennent à être rentables, ce qui fragilise leur indépendance. Les subventions d'État vont aux médias publics et proches du régime, alors que les médias privés ont bien souvent du mal à rémunérer leurs journalistes, ce qui contribue à alimenter l'information partisane et rémunératrice comme les petits reportages. Dans ma déclaration de l'année précédente, j'avais demandé en vain l'application de l'article 55 du Code de l'information qui prévoit que l'État accorde une aide aux médias privés dans le but de promouvoir le pluralisme, la diversité et l'équilibre de l'information. Chers collègues, le syndicat national des journalistes comoriens est plus que jamais debout, vigilant et combatif. Nous n'accepterons plus que les journalistes comoriens soient les oubliés de la République, les victimes silencieuses d'un mépris institutionnalisé. Notre combat doit continuer. Nous demandons également l'organisation de formation de recyclage pour les professionnels, ainsi que des formations destinées aux jeunes. La presse doit être soutenue afin de pouvoir financer ces formations indispensables pour garantir un traitement équitable de l'information et pour assurer le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Nous dénonçons fermement la censure et les intimidations dont sont victimes au quotidien ces journalistes exerçant dans les médias publics. Cette pression pousse malheureusement certains à s'autocensurer par crainte de licenciement par leur direction. Concernant la mort, dans des circonstances troublantes de notre premier président du syndicat Ali Abdou, la justice comorienne reste toujours silencieuse, ce qui ne fait qu'accentuer nos interrogations et nos inquiétudes.
Nous continuons à croire que si ce décès est de nature et de cause naturelle, pourquoi la justice ne s'emploie-t-elle pas à le démontrer de manière claire et transparente? Ce silence alimente le doute et suscite des questionnements légitimes, tant au sein de la famille du défunt que parmi les membres du syndicat. Demandons à la justice, tout comme nous l'avions demandé au président de la République, de se pencher sur cette affaire. Il est impératif que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès d'Ali Abdi. La vérité doit être connue, non seulement pour honorer sa mémoire, mais également pour restaurer la confiance dans notre système judiciaire. Chers collègues, avant de conclure ma déclaration, je tiens une fois encore à saluer le bureau précédent du syndicat, dirigé par notre consoeur Faïssa Souleyssou, pour le travail remarquable accompli, notamment la mise en place d'une mutuelle de santé au profit de l'Isabella. Je vous demande d'abord de les applaudir. Grâce à la générosité de nos sponsors et au soutien de certaines localités de notre pays, mon bureau a pu bien merci maintenir cette unité. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué financièrement, logistiquement ou moralement au maintien de cette initiative précieuse. C'est pourquoi nous avons décidé publiquement de rendre hommage à l'équipe de Faïssa Souleyssou en leur remettant des attestations de reconnaissance, témoigneront à jamais de leur engagement, de leur détermination pour le bien-être des journalistes du syndicat. Pour clore mon intervention, et puisque c'est ma dernière déclaration à l'occasion d'une journée internationale de la presse, en tant que président du syndicat national des journalistes comoriens, je tiens à souhaiter un succès à celui qui va me succéder le mois d'avril 2026. Vive la liberté de la presse aux Comores, en Afrique et dans le monde. Vive le syndicat national des journalistes comoriens. Je vous remercie. Merci, Président. Merci. Monsieur le Président, amanina rasa bikirazonesa seulement des soutazatu na ami de la presse ao sunanasi donc chez les employés à Wakimu Wakimu na wala trafika ndio alimuona na ndio hatu especially na zamani wale kwa maore na watu Porque dali no carro, no outro lado do lugar, no roupa, não é assim que tu anda leu. A mulher vai cateando, o negócio da UAE, sindika, a wana da sua tri, o que já ia fazer nisso. A luha ia se tomou, e lá no vai carro, o que já está aí. Assalamualaikum. wala waduna akasababu yazhaza kwa na isa unasema kwa wapara mna wasamuka wote kwa shashi au wafari na mambana za ufanisi yao ambao hai sibamzio kwa gwarema sio sana kwa shirika ya kwa ambao hai ni ashkomori kuendelea na siku kwa izatekelezwa hapa hiba ya kuendelea aho kwa basi kwa wivu tena ya kuso kabala Galwa au mbele au mbele wanaomba reporter sana kwa au kama lao usmata au kufanya matangazaji ya daraja ya Afrika kukahu baada ya kwa wale wa jemaho katika matangazaji ya sana usimamati kama wakuzazi desha hakimu kutoka Zambia na sport wa basi wala sport kama njia. Kwanza hustela matangazaji wao wa wao
kwamba watangazaji wengine hao kwa sababu kwa sababu ya siasa au kwa watele haki ya Uganda. Leo para hapa la Afrika kwa watangazaji wengi wa harma ya magoba na kwa nazi kwa usiajua uka ya mashaka kwa inshallah kwa mambo yao. Na usipokuwa hawaanzia katika kuwezesha msamaha au kwa basiawa na imahauko wao na watangazaji kama aditi makumanga wamba arimashida. Awakelenda huduma katao Joao kama hawashindwe sana na vitu nataka kwa hudu badala ya research au na mkono klasma na zizi kwa za kuangao au kabla watangazaji hapo bado tunashikane ili kuona yata zizi para zile kwa sababu kwamba msima na kana ndio kwa waone sauka yote sauti wangu na basi kwa uwezo wa kuma na baba wakati sababu daraja ya pili. Na husu imata kwa jasa ngoma haudu utekelezewe na sherehe hiyo hapa nchini ya kadri wakati sherehe hii kesebele ya maswali basi kesebele hapa nchini ya kadri na kutangaza habari hapa wakati huo leo swali haudu zinao teknolojia zinazokuwa intelligence artificial. Wakati kwa usujua ba dunia mkwangao ndio ngawaje za matangazo wa wasu na hao Tera sahu maswali kwa kayandia asili stashia mabamana watu wasaida na kama hizi na kana sio kama ngao ya Afria na sikashani ambayo daula ya shindi washindi wasaidia baadhi za watangazaji wende washuhudia waone togena kwa ibanda ndio waiona wasiji utakao ikao haruka tabala wasiki intelligence artificial president pia kwa uzuri na kwa sababu au naanza kuna zokweli ya jengo wakati wao zotia habari au tukatambu habari za ambao za matangazo wala wakati huo mtadai atatekeleza habari na usiku kama wazihuka au ni siku ya leo wone sahuka ali mahasha na rapotumaiti huka alisema mtangazaji haituacha dalmeria watu wao mangaza kama awada baliwa mahasha na vistana bai wakoshana mtangazaji anya siwe kwa watu bana kwa kikao aka hama bawa kwa bila shaka ajibia ye hai surprise kwa hama alishizi shani mahakama ni mahakama wale sana usaidizi wa mahakama ndio rasmi atawamtoa usiamu kwa masuala moja ile ilekea mwenyewe SPA warenge yuko hiyo katikao wasuka na dai ambazo kwa zao isikia katikao masuala moja yani mtangazaji asibelewa ile mahakama ndio chini na watu hapa msalamo ndani mauka watangazaji wa shirika hilo hapa nchini wa kulishat unisauka watangazaji wa hai wa hasa nchini asiaje sana kwa show na umenia ndio kisema kama na wao ndio na sana best influence kama watu discipline as do pizza kwa Israeli wanataka bwana kwa ndio pizza wanajao na simbawa za matangazo kwa Washington atabana majibu unajua wabusikia ambazo shombe hapo zijana mafuta kao kwa show wakati kao haziati lazima ni kama vile jemaje na utahuka huko ina hakuna saba wakati kao ndio huka nirogolao mafonda pili kama zimeteza tu tolo hususan kama simbawa za matangazo za kinafsi wakati kao huko wasiwanambana zero katika uhuru tanaba hitana kwa kuna nafasi zaidi kwa washirika wa msaada huu kabla watu ni bidai na kanya almasibawa sana bara faida wanatoa pia wanatoa para wana nafsi kwa toa msaidia takazoshi ndebele bila sababu rajao hadi faida zile pia alma simbawa za matangazo kwa zio hadi ana simbawa za matangazo kwa zio hadi kabla wa prive so usiona nguvu kabisa na sio nguvu maana wanana kwa zero kama mshahara watauliwa kwenye sahara yao kwa hiyo hata hautaki kwa dalao ndio hiyo serikali na wakala wake waende bio atawaambie mtu hivi atalione lishwai hiyo na bila kusupa wasiwa nipate mahali atakao kama nikisema nikao sawa kajaja asante waona stawabu za kutangaza chama hichi leo apara makamu ya kao wasi leo ndio hapo ashinde asemeshwara maana ni kali shwara kala para na msae
ambao 0 milioni d'euros maana katika wala waziri ambao wai organization ambao ni to kwa magaza ishara zikawaza tangazo nafsia za serikali zilao hapo msukao uparao maana sijua hata hana wao wafanya hazama zibao na serikali ndio nashauri kana wasipare bahati waliwa ndio nashauri wanauti kana tosiro kwa kama hiyo baba ishara wao awashia 23 wakati kao sinama haya para labda fundi na mfano hasi songolia na mfano alishara ushimu ni mfano kwa mimi ya mweshi hapo sio kwa kasi mara tata hata hapo ndio sehuda hadi huko watakazwa kama wasesha kwa usiku na usiku ndio wakati wakao kazeti kuzie maana usiku uone nyazi usiku ndio sogeza mbele afotoa hapa kwa kwa na style kusikana mazasi wone namna kao ndio na bahika watakaza kikao wa harma maozi zambawa kao wasimene hazi kawasifanya atasababu ya kanafunza kinafsi zao au wasahau salamu ngoja tuchezwa kibishao sikina hamsishwa sipata ndamwe kwa kuendelea mbele kama sikao gani sabani harma isiku ya leo hapo usi kama leo tuhumu zohuro kwa sema amba usi kakao kwa mazifu kakao ni kwa kwa ya Libya ya husu kadala walisomo katika watangazaji wasimtajia waliwapale msomo kao tunasaidia hazi yao maana wengi wanataka kufanya hazi na mwezi washashi kwa performance za kijana za kweli mimi huwa mnaima bado solo kwa mtu sana kwa journaliste je suis journaliste j'aime d'être formé à temps et en heure donc sikia kama mkabala kwa so za muhimu maana nasonga utanabai kwa bila page kama usifahamu yao harma hazi hapo hiyo happy wote hala za kwa lazima za show hawa ikawa simula na kama wale wenye pesa na kwa disaka ni nguvu national balance kwa ya stake sadara ibaliwa hana kikao jioni sita kwa za mimi kama dawa ya husu swala kao kwa swala kao ya kiapo sikitiza dorama usilama habrama usilama kanga ya husu isi kwa mambo watu hadi bwana Abduga anatumia hapa mashabiki kao na basi mtajua ya society ya sijini ya kijini kasi madaki Agora tunaanza how say this wali mahakama washinde wa Benos alani jamani tena na kao na wasibu alakao ndio katika zakana wa hizo daula wa hizo salamu hao nione sauka ni kesinja na kama bwana Kenya awashinde wa kuomba salamu ndio wala katusia kuidai kwa hiyo ya husu ibiro kao ya bila bali sio ibiro kao ya bila agency Nisinginema, mbona nisinginema, notile nitwe. Nitwe desambekao, leo nisaidia watangazaji washikwa kingia ya mashaku wa zilika leo hao daktari maarufu. Maana daktari pesi. Ya privé, maana wakungia daktari au tunasikia hukunga. Hapo leo watangazaji wasema oparasta na kuso mimi humu wanu usiashi. Sikawa boss hospitali wa shwa, sio ndio faida. Hapo leo sika watu pia walimle mitrenini na ushukuria washau. Ya mashirika nilishi ana shoga nishineki watu wa pesa nyingi kwa mazo au saidia unono wa Canada na mashirika mengi au tupaka nyaro bwana ndio pia washukuria wangamba milioni na wasipana na shule mbele hata kwa stadi watu kufu sigamba kamura sasa sema na ushukuria watu wa Baringa kwa hapa hapa pesa kwa shawengi Emo kwa masikiti kwa usianza sikia leo ambapo shule ya shule wa Canada leo hapa group ya presentika para watu kwa sababu usimwamia kama leo kwa sababu sana ambapo ni namna hii sherehe na watu wa basi tunasema le jimi de maana kila jimi ya na milioni wa ndio kwa wale au hashikani sitaki amba mahali sibesema hena na hii kazi ile ina nakao de sababu ile makao ya bila maana mahayabira sasa kama kwa communication ndio leo leo kwa communication pia ni msona na makao ile ni kulio hapo haso pia ni mshiriano sherehe tena ya kana baraka Mungu alimulesikali na sehemu za kazi ya Mungu na sisi kama jamii ya shirika la kutekeleza wani au rekebisha kazi ya Mungu na usaidizi na mambo ya shirika na shirika la kazi ya Mungu kwa tukufu sisi tunaona mchango wao Jumla wanasembika yale mashtaki. Na hapa pia mtu wangu badala mwakaya simamia leo kaya ngela tunguri heshimu itukuze yesendika
nyasi na wamazamana wa sendika ikao watendea ye sendika ino na harala ndio kuja waliwo yende juhudi wazifanya walisitiza ye michezo sante au kaya leo yekao watende kabla heshima watende kabla heshima mama kaka mtaseo watende kabla heshima mama amoje aini pia fanya tena ngela siku ikudali kafanya tena ye sendika karjoka ushinzi wa hayo kuhatiwa ni rahisi zamani mnyezi kutoka hamia lala kamtasema tena mgaja ile hata kukatimia wa haya ipendwe niko hivi aliamtude mgehati wa mshinzi wa sendika ama watuka yako wananyasi watuka yako wajawa hati wa mshinzi wa michezo sana kama kwa mkutilo bantu kuhiti mshinzi watu yero amoje ni tabani kwa leo vitukuze wako wako Aunque hamado president kujoda na kutakabadisha ye rais zamani wa sendika ya journalist Faiza Suleisu yastishhada yindikao wa hayo waliodeze ni wazifanya ama ze hasi wazifanya wakati ya sasa Selema picha. Na msema. Selema picha. Wasema. Wewe wakili Faiza nani? Fikiri Wanahetu. Assalamu alaikum. Amani namna za kukulwa bala. Mimi ekamgwa benze inude manda ya hangu ya mwiso kamgwa benze abonge ndalile biro yana yasina biro kamili ya ukaya nga kuzao walikukuza alafu de mana raone afdal ya ukaya itende rinike rais wa hatu zamani mwanamshwatu bibi Faiza Suleisu istishada yinu ije ibaki tarehe picha ahahe no akanizahe zijao nani sendika yinu lojwa ukaya hasimushwa takazaji hasa wa sendika abonge mama babawo wa kutani Faiza ende istishada yinu Au president. Ok, kabo maraba menzi. Kazali profiter occasion titinu ni kwa semesa jimbibi na mwado do kaya wanu press libre nous combat hema journaliste da. Nous combat ya hena mngu kwa sababu hena mngu kwa hanza liberté. Donc na mje mdogo visa le wana combat hiyo. Message ya police ndani adresse amba circonstance ya he bwana mshwangu Faiza journaliste. Akaya kwa harmasa sipia yende meyo donc ska profiter occasion ni konore o segmere Anara saya president ramsiwohe kodonja kutakabadisha Mr. Idris mzee Idris rais mtamani wa he komite baore ndio ya kutakabadisha yestishada hiyo msonima mwananyasi Anjuza Abuhed kao wende akati president wa sendika ya Kedeba Mr. Idris wa msima miongoni mwa wasanii wa Himasaka Subuti safi, wakati ile waziri wanaangalia utangazaji kina haki. Makati yangu akiongeza Monsieur le Président ya dia kutakabadisha ya mwandishi jimla wa sendika ya Mina Monsieur Shamsuddin Said Maji. Dai pese kama na bahiri kari biblie ame page Facebook ya hatu kale foto la Faiza la shabu kawoni sendika ya hao wana shama biro pia ramza sika jabano skoro ripulisa amenge watu likangali wabuli kwa komori pene dunia shukurie kali kufanyao hakumari hansa nisena mari munga kusaidia Maraba mechi. Nemakati yanu karjongara Monsieur Hamidou Mbona udimujimla waje grafika kao yeni mwanzani waje matangazo ili aje kutakabadisha ya mwananyasi Abdul Mustafa yakazonimishiwa ya matangazo harma ya biro ya sendika ya Abdul.
Kau harumishiha harumai hadimu kuwaye wale swalili ya jasta kalabishe mesie musa misu manen ni hanyo ha mesie gash kote ya kasorezorie mzamani kuwaye sendika ya Anatamente, kitengo jitukufu yabo ya mafanya hatu ya katabanu Rongone sauka ya kwamba leo siku wale mtangazaji lahi wasendika Damu siku wale matangazo Yawo kuangalia watangazaji wasitia Pamoja hausi kwamba leo na kufanya jitihadi kutangaza kama msokitia ili tukuze Zame zikiri udestokiri harmai hatia Na oganyezi mnyoka ya sendikano bane makatiano Nifanyeza ukabatu niteli kuziwa maneno ya kuziwana nasi Haukan mwenye mkaya Kakaza Senu watende Najahishimu watende Kamna wishimula Kamna kuteni Mahaba mechi Naomba Mwenyezi Mungu mwasili amwe makasi hayo Na uwezeshila mahada Uwanzani watu Waje matangazo ikao Wajimika wakati Waje warenge fungu Harwa Osiku waje kumaka Fatiha Angalizi watu kufuka udunga ranguru katika nisai marsha kwa leo kwa mwezi tarehe ndara ya mwezi wa mahali usiku wa dini ya wahe mtangazaji na wenzi ya kubori kwa kuchanganya wazimanya dunia kamili ahuste hiyo usiku wa leo ranguru ufanya bandu ranguru darma plus katala kao ni plus ya huru wa mtangazaji wa Filibanu plus de l'indépendance يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين Manu hace panderoni. Haya Narime. Manu hace panderoni nam sapoto defan. Obe DJ namroso ni mbeje. Sebaba no. Hatuja kanu warongo foto.
Harma wakati ya hususan kushirikisha kutangaza watangazaji nisaheka watangazaji kuambaza makulaba za wanu kana kuhabazi simuzi tikaona haina mkomoro haina raia alo harmoni mlemana leo rada bano isugeni haina wakati na pamoja na wao ndio washindi watekeleze hasa hao wasifanya namna ya ufufuaji. Assalamu alaykum. Ni matangazo ya redio hii mo uleme mkani bahata Faransa ikarendo njia haruma ibari hindi bila shaka redio hanukwa mbili yoni komo sha amma zambe tena ukaya katiwai parapor na shinu kaya wananyasi majirani wako chini wa redio hii ngoni hanukwa sita za tano ngoni saukaya redio hii ngoni amande namna ule mwa redio hii Marekani na Faransa kama dasine majirani ingawa ya hatu kijana ule hukaya amande namna nazaba redio hii nukwa mbili na wewe majirani direct kasinao majirani ibangole ukanema kanisa mwisho yangu mtangazaji ngodo na ulikuwae kwa baha harumaye zipara forme mahayabira ibe tangu nikuwae kwa jamii mautorite parapo stehi wa hehe kanu unipenda fasi haini mtu ndo aprecie namna ya wonao atungowa harumaye zero sosio na agenda na kama hiyo kansia shamini transition vize nukta idoma wanapo ya komuni sisi donc on si wo ande ile hazi mtangazaji kaitao elewa biomenase hivi ndio wamenase au kaya waluka katina hazi sisi ndio wangu tuna corps de métier always emafundi wana corps ema médecin wana corps de métier sisi katina corps na woba tina corps unaoja ulizo kuna ulizo namna davimu na hizo zirakobidi reduction zizaka hapo yeshi au kai kakajanisha kama mtakabati mtangazaji kama kwa namna je donc hizo rekobidi dukaya ya mtangazaji ya enshi nano huyenshi ndo huda yukaya kane koria hatu jori permete waja tena riliwa asibabunde korio hama de mafundi hama de mametse hama amandi do ndo tipia kwa haini wangu na koria hao ka Donc la journée de 3 mois, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une journée très importante pour nous, parce que ça nous permet de faire l'état des lieux du progrès ou de la régression de la liberté d'expression, de la liberté de presse dans le monde. Nous avons constaté, dans Reporters sans frontières, on constatait qu'il y a un recul considérable de la liberté de presse dans le monde. C'est un phénomène qui est mondial. Mais si pour nous, pour la région, bien évidemment, nous avons régressé de 2 points, les Comores dessus ont régressé de 2 points, mais par rapport à nos voisins directs, nous ne sommes pas mal notés parce que eux, ils ont fait un bond en arrière de 6 points, ce qui est énorme. Pensez-vous que le journaliste a gagné sa place? Donc moi j'ai toujours défendu que le métier existe. Nous avons un problème d'existence. Il fallait que le métier existe d'abord avant que les autres suivent. Je prends par exemple que c'est le seul corps, le seul métier qui n'a pas de corps. Nous avons le corps des médecins, le corps des enseignants, le corps, mais c'est à partir de ce corps que nous pouvons être payés. Par exemple, beaucoup de choses à faire. J'ai dit que le problème que nous rencontrons maintenant, c'est un problème parce que les médias
nous combattons pour subsister. Donc c'est un combat d'existence. Na mwangalizi watukufu wa ida huu la ASMC wacha ida la Comores Media Source wakati anu risari kamilisha msherehi wa hospitali wini tarehe ndaru ya mwezi wa Mei mahazini na 25 watangazaji wa hensi ya pia kajuhunda wano alma ngwe depari ya Kartala wasuli wano Place Independance au jari ke bazima au sherehi usiku mhu wa utangazaji waangalizi mkaujunda mapicha bazima na Ibrahima Mata Japan ya komunikani mapicha ya kuendeleza leo kwa sherehi yao siku tukufu wa utangazaji halma NC kama dunia leo ino pia ambako sherehi abo Comores lazima huu sikatia matengo mbili lazima huu ndio junda mwa mjuaisi juma sherehi hospitali hii abangaliza watukufunga tena na ziabani matangazo hata wakati wa saa dukanga uzumukani.